Life Fitness. Mtazamaji wa UKC TV, niko Mwanza hapa katika jiji la Miamba. Bana, nimekuja kuangalia vipaji vya mchezo wa karate nchini Tanzania, hasa upande huu wa Lake Victoria Mwanza. Hapa niko na mwamba wa karate Sensei Kyoka, maarufu sana kwa jina la Bingwa Kigoma, ambaye yuko hapa katika dojo hii ya karate mkoa wa Mwanza, maeneo ya Milongo, na vile vile ataweza kutuambia namna gani, jinsi gani wanavyopambana katika kuhakikisha kabisa mchezo wa karate unafanya vizuri katika jamii ya watu wa Mwanza. Mchezo wa karate unafanya vizuri, vipaji vinaendelea kupatikana, au sio bana? Twende pamoja mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Hakikisha unafanya like, comment, share, subscribe UKC TV. Vipi hali yako? Mimi mzima alhamdulillah. Habari za masiku sasa? Za masiku nzuri sana. Naona bado tunaendelea kupambana katika kuwanoa vijana na kuendeleza mchezo wa karate. Una kipi cha kuambia mashabiki na wadau wa mchezo wa karate? Nashukuru sana. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya na nguvu ya kuweza kutukutanisha mimi na wewe hapa. Kwa kweli karate katika mkoa wetu wa Mwanza unaendelea vizuri. Kama unavyoona sasa hivi tunafanya vizuri. Changamoto ni ndogo, lakini kwa kweli tunafanya vizuri. Sisi kama walimu hapa tunajitahidi kwa kila namna, kwa kile tunachokipata tunaweza kuendeleza mchezo wa karate. Vizuri sana. Watu wanahitaji kujua historia yako kidogo kwa kifupi, kwa sababu we ni mkongwe katika mchezo wa karate, sio wajana juzi. Wanahitaji kujua Sensei Kyoka ni nani, katoka wapi, inakuaje Sensei Kyoka? Naam, kwa historia fupi, mimi naitwa Kyoka Haruna Sensei Kyoka. Nimeanza kucheza mchezo huu toka mwaka 1978. Nimeanza 78 nikianza kwa kucheza judo. Baada ya kucheza judo nikabadili judo, baadaye nikapata walimu wangu ambao kutoka Kongo, Sensei Pakistano. Yeye alikuja akaanza kunibadilisha kutoka kucheza judo nikaanza kucheza mchezo wa karate aina ya Shotokan. Ndio. Nzuri sana. Kwa nini wanakuita Bingwa Kigoma? Kwa kweli mimi wananiita Bingwa Kigoma kutokana na juhudi ambayo nilikuwa nikifanya kipindi hicho. Kwa ujumla mimi mchezo huu nimekuwa nikiufanya kwa kipindi kirefu sana na nimekuwa na juhudi binafsi. Moja mafanikio ya mchezo wangu mimi ni juhudi binafsi. Na vile vile nilipata walimu wazuri. Kwa mfano mimi nilikuwa na mwalimu wangu mmoja ambaye akiitwa Kabobo Wang Yu. Huyu alikuwa ni bingwa Zaire. Kwa wanaotoka Zaire wanamjua sana, akiitwa Kabobo Mulokosi Wang Yu. Huyu alipokuja kipindi kile kwa kweli alininoa mimi vizuri sana. Na tulikuwa tunafanya mashindano mengi, tukifanya demonstration nyingi, kiasi kwamba mpaka mkoa wa Kigoma walinijua kutokana na juhudi yangu nilikuwa nikifanya. Kwa hiyo sio mafanikio yangu ni mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nimekuwa nikijituma sana kufanya mchezo huu, lakini vile vile nikipata walimu wazuri. Asante sana. Vizuri sana. Okay, karate yetu tulionayo kwa sasa na jinsi unavyoiona, hali ya kuwa wewe ni mkongwe wa muda mrefu, sio jana juzi. Kuna kitu gani unachokiona katika mchezo wa karate kwa sasa na katika kipindi hiko ambacho wewe ulichokuwa ukicheza? Kwa sababu ni vipindi viwili tofauti, na hivi vipindi viwili tofauti vyote wewe umo. Sawa. Vipi unaionaje karate ya sasa na karate ya kipindi hiko? Nashukuru sana. Kwa kweli karate ya zamani ilikuwa ni nguvu. Karate ya zamani ilikuwa ni nguvu na ilikuwa ni slow na power. Unatumia taratibu lakini unatumia nguvu nyingi sana. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukicheza karate ya nguvu kipindi hicho. Lakini sasa hivi kama unavyoona michezo ndio inabadilika. Sasa hivi michezo imekuwa ni laini kidogo, lakini ni speed laini. Kwa hiyo tofauti ya zamani sasa hivi ni kwamba sisi zamani tulikuwa tunacheza mchezo ya nguvu. Sasa hivi karate yetu imekuwa ni sio nguvu, isipokuwa inakuwa na speed sana. Na tukipenda sasa hivi karate sasa hivi inakuwa ni speed sana, kama ambavyo ulikuwa ukiona paka pale. Kwa mfano ngumi tunavyopiga sasa hivi sio ile ngumi ya zamani unakaza mikono, la hasha. Sasa hivi ngumi ya sasa hivi unagusa tu na kutoa mara moja. Kwa hiyo ndio tofauti ya zamani na sasa hivi. Zamani ilikuwa unakaza kabisa mguu na mikono. Hata kama ni okogeri unapiga okogeri namna hii imesimama. Lakini sasa hivi tu unapiga okogeri unarudisha mguu. Kwa hiyo ni tofauti ya zamani na sasa hivi. Okay, una kipi cha kuwashauri mashabiki na wadau wa mchezo wa karate? Wafanye nini katika kuiboresha karate iweze kuleta
iweze kuleta maslahi mazuri kwa wachezaji wa karate Tanzania na iweze kuendesha maisha yao ya kila siku. Naam, nashukuru sana kwa swali hilo. Ningewaomba sana wadau wa michezo hii ya karate hasa mkoa wetu wa Mwanza wajitahidi kutusapoti pamoja na wadhamini mbalimbali, kwa sababu mchezo wa karate unahitaji kupata udhamini. Tunashukuru kwamba kweli wako baadhi wanatusaidia, lakini tungependa zaidi tupate wadau wa mchezo wa karate waweze kusaidia mchezo huu. Mara nyingi tunapopata wadau au washirika inatusaidia sana katika kutujengea mchezo huu. Kama tunavyo sasa hivi, tunashukuru wewe umekuja sasa hivi umesaidia vifaa. Tunakushukuru sana bwana kwa kampuni ya Alpha. Kama unavyoona sasa hivi sisi tuna dojo liko hapa lakini hatuna vifaa. Tunakushukuru wewe kama wewe kwa jinsi ulivyojitolea umetuwezesha kupata vifaa. Kwa hiyo tungepata wadau wengi na wadhamini wangetuwezesha kupata vifaa mbalimbali, kwa mfano tupate kama mat kama hivi tatami. Sasa hivi naona hii ground hapo haina tatami. Kwa hiyo tungepata wadhamini wangetusaidia. Lakini vile kuna mashindano na maonyesho na matamasha. Kwa tunapokuwa tunapata kwa mfano wadhamini wanaweza kutusaidia sisi kuweza kufanya vitu namna hiyo. Lakini vile katika mikoa kuna wakati mwingine inakuja kama seminar. Sasa hivi mchezo wa karate unabadilika. Tungehitaji tupate wadhamini ambao watatusaidia sisi walimu wa mchezo wa karate mkoa wa Mwanza, ili inapotokea seminar basi tunaweza kwenda pale ili kwenda kuongeza ujuzi katika sanaa yetu ya karate. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa UKC TV, huyu niko na Sensei Kyoka, bingwa Kigoma, ambaye kwa sasa yuko Mwanza ndani ya jiji la miamba. Anafanya kazi na kazi yake inaonekana kwa vitendo. Alpha Fitness, wauzaji wa vifaa vya michezo na aina yote mashine ya mazoezi. Tumeweza kuja hapa Mwanza na kuweza kuwakabidhi vifaa timu ya karate chini ya Sensei Kyoka hapa, ili kuweza kuwasapoti katika mchezo wa karate, kwa sababu sisi ni watu ambao tunashiriki katika kila aina ya michezo. Nashukuru sana Sensei Kyoka. Asante sana. Mimi nakushukuru sana kwa wema wako, nakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuja kusaidia sisi, na ningekuomba vile usichoki kuanzia hapo. Mwanza kidogo tuna vilabu vingi vya michezo ya karate. Tungeomba baada ya hapa vile unaweza kuja kwa mara nyingine tena uvitembelee vilabu mbalimbali, ili kama kuna uwezekano tena ningeomba kampuni hii iende zaidi kuwasaidia na vilabu vingine ambavyo viko katika mkoa wa Mwanza, ili mchezo huu uweze kupiga hatua zaidi na zaidi. Nakushukuru sana. Asante sana. Kwa niaba ya wadhamini wetu Alpha Fitness, wauzaji wa vifaa vya michezo na aina yote ya mashine mazoezi, wanapatikana pale Kariakoo, mtaa wa Uhuru, jirani kabisa na China Plaza. Nikiripoti kutoka Mwanza, Milongo, Dragon Kaizum, UKC TV. Asante sana. Usisahau kulike page yetu ile ya UKC TV. Fanya namna hii, au sio? Asante sana. Mazoezi afya.